Jackson Ole Sapit leo ameishtumu serikali kwa kuwasukuma Wakenya ukutani kiasi cha kushindwa kujikimu kimaisha na kuonya kuwa siasa za mvutano zikiendelea, Wakenya wengi watasalia katika hali ngumu ya maisha. Akizungumza katika kanisa la All Saints Cathedral wakati wa ibada ya kukaribisha mwaka mpya, askofu mkuu huyo alisema kuwa ufisadi na gharama ya juu ya maisha zinaendelea kudhoofisha msingi wa uchumi wa nchi. Emily Chebet anaangazia jumbe za viongozi wa kidini mwaka huu mpya. Katika ujumbe wake wa mwaka mpya, askofu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit alishtumu serikali kwa kile alichokitaja kama kuwatwika Wakenya mzigo mkubwa. Many households are under severe pressure, high taxation, high interest rates, the cost of electricity and relentless borrowing are squeezing families and businesses alike. Corruption continues to weaken our economic foundation. Ole Sapit akiitaka kanisa kusimama imara na kuwatetea Wakenya na taasisi huru humu nchini. It means refusing to normalize the weakening of our institutions when constitutional safeguards are bypassed, when oversight bodies are sidelined, and when public finance is moved outside legal control, the nation is put at risk. Kiongozi huyo wa kidini aliwaonya Wakenya dhidi ya siasa za chuki. To be attentive to God's voice in this season means standing for Kenya itself, for what is right, what is just and righteous, even when that stand is inconvenient. Na katika kanisa la Katoliki la Holy Family Basilica hapa jijini Nairobi, Askofu Philip Anyolo alisisitiza umuhimu wa amani kwa Wakenya wote. Go forth in peace and become the peacemakers yourselves. Because the Beatitudes, they say, blessed are the peacemakers, for they will see the Lord face to face. Viongozi wengine wa kidini kutoka kaunti za Machakos na Busia pia wakitaka viongozi wa kisiasa kuepuka siasa za uchochezi na chuki. Let us reject divisions and violence and work together for peace and the progress of this nation. Huu mwaka ndio tumaini letu, ndio matarajio yetu ya kwamba mwaka ambao tunaingia iwe ni mwaka ambao kutakuwa na urahisi katika biashara. Tunapoanza mwaka wa 2026, kanisa limetoa wito kwa Wakenya, haswa viongozi wa kisiasa, kuzingatia amani na kujitoa na masuala yatakayoleta vurugu katika taifa la Kenya. Emily Chebet, runinga ya Citizen, Nairobi. Tukisalia na hayo, Wakenya waliukaribisha mwaka